Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripoti za ASAM Online TV moja kwa moja zimefika katika Al-Madrasa Shuwaria iliyopo kwa Hani Zanzibar, ambayo madrasa hii imekumbana na changamoto ya kupokonywa eneo la chuo na kutopata sehemu maalum ya kuendesha masomo hayo. Kadhalika madrasa hii imepata changamoto ya kutapeliwa baada ya watu wasiokuwa waaminifu kuja kwa ajili ya kuwasaidia na badala yake kuwageuka watapeli. Tumezungumza na mwalimu mkuu msaidizi, ameelezea tukio lilivyotokea na hatua alizozichukua. Chuo kiliuzwa kama wanafamilia wanavyozungumza wenyewe kwamba anapokufa mzee kurithiwa. Kwa hiyo sisi hatujalipinga kama walimu, kwa sababu sisi lile tumelikuta kutokea kwa mzee wao, na mzee wao baada ya kufariki akatukabidhisha kwa watoto wake. Mwisho safari wa mambo yote kwamba palipigwa mnada, na nikiwa na wanafunzi wangu ndani chuoni ndani ya mwezi wa Ramadhani, na mnada ule ulipopigwa inauzwa nyumba na madrasa. Chanzo cha kuondoshwa katika chuo ni eneo, inapita barabara, kwamba ikatangazwa kwamba barabara inapita kupimwe, kukapimwa, tukaitwa wenyewe wana familia mwanzo tuko nao vizuri, na alhamdulillah baadhi si wote kwamba tukaandikwa, na mimi ndo nilikuwa nasimamia, ndo niloandikwa jina. Mwisho safari walipokuja watu wa barabara tukapigiwa simu kwamba zitatoka fedha ili tutafute eneo kwanza, kwa sababu eneo lile lote linatoka chuo kinakatwa kile. Kwa hiyo tukatafuta eneo ambalo tulitafuta, tukajibu wenyewe nyumba nataka milioni 30. Lakini hapo madrasa ile kwamba ilikuwa mwanzo paliuzwa tena kwa mnada na ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ili ni tukio la kwanza. Ili la kuondoshwa la pili, palipouzwa na huyo alouziwa Muhindi kauzwa mpaka madrasa. Lakini baadhi ya ambao watoto wa marehemu walisimama imara wakasema hichi chuo hakiuzwi, na ndo kikasimama kwenye wakfu, ndo walivyokisimamishia wao. Lakini mwisho wa safari imani ya binadamu imebadilika, wakaona bora mali kuliko madrasa. Kitu kikubwa sisi walipotutaka tuondoke, tulitoa wanafunzi na misahafu tukabeba tukaondoka, na tulihifadhiwa kwanza, na alotuhifadhi mzee wa mwanafunzi ambaye ni mzee wetu, na ndo sasa hivi ndo mwanakamati wetu, ndo mzee wetu tunomtegemea mambo mengi. Mwatumu Makame ndo alotuhifadhi katika nyumba ya kwao, wakatoa makochi wakaika sawa ili mradi tu wasomeshe. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ule kwenye 10 la pili tunasomesha wakiwa wanafunzi nje wamesimama, mvua inanyesha, na wengine wamebanana ndani ya nyumba. Mwakilishi wa jimbo hili la Kwahani Mheshimiwa Mamba alitoa mchanga, mafeni, mambo mengi katusaidia alhamdulillah. Na shida zetu nyingi tunapomfuata tu anatukamilishia alhamdulillah. Tumepata eneo la kusomeshea, lakini ni bado dogo, kwa sababu kila kukicha watoto wanaletwa na wanasoma alhamdulillah. Madrasa hii ilikuwa kwa posta kwenye vitanda pale mkabala na kwa Rashid Abdallah. Haki zetu tuliharamika, vyo tulijenga mbele, tukawezeka bati, tukatia ndani chuoni, tukatia mafeni, na mafeni hakukamata hata mwezi au wiki mbili. Mepya mafeni waliyatoa kauza, mabati ndo bado hatulilidai. Ofisi ya Mufti ikatoa tamko tupewe vitu vyetu, na nikiwa mimi kipindi kile ni kiongozi hapa mkuu wa wilaya Msaraka. Mheshimiwa Msaraka akanipigia simu akanambia mtafute sheha, mwambie akutafutie sheha na askari wa shehia musimame ili mpete vitu vyenu vyote, na lilikuwa tenki la maji, kwa sababu wakati tunajenga huku tunapambana hapa kujenga chuo na vyoo, kwa sababu chuo hakiwezi kwa chuo kama hakina vyoo vya wanafunzi, baina wanafunzi wa kike na wa kiume. Hapa tumepata changamoto ya kutapeliwa. Wakati tunaomba misaada, wamekuja vyombo vya habari vikatuhoji kama hivi tunavyohojiwa hapa. Wametuhoji, wakazirusha klipu zile. Baada ya kurushwa klipu zile,
Nakumbuka siku ya Jumatano tuko msibani, kuna mwanafunzi wetu amefiliwa na bibi yake. Nikapigiwa simu, wewe ndo Mwalimu Hassan? Ndiye. Tena kwa jina langu. Tumeona klipu zenu. Katika kuona klipu zenu tumeona bosi wetu kaona akusaidieni. Kwa hiyo nikawa naongea naye. Niko msibani lakini ilikuwa tumeenda mapema. Muda wa kuzika ilikuwa bado. Kwa hiyo tukakaa pembeni tukawa tunaongea nao wale watu. Kwa hiyo wakazungumza mambo mengi, wakasema bosi wetu ukasema atatoa milioni 58. Mwisho akatuambia walimu mko wangapi, tukatuma idadi za walimu, walioa wangapi, walikuwa hajaolewa wangapi, tukatuma. Wakapanga mpaka idadi ya posho ya mwalimu, kwamba ni taasisi ambayo wanajua kwamba sisi tunasaidia madrasa. Lakini sisi walipotuhoji, walipotupigia simu, tulikubaliana kwamba tuwatumie account number, na hatukuchukua muda tukawatumia. Wakatupigia tena simu, pesa zimeongezeka, kwa hiyo mmepata milioni 85 na laki 5. Tukaambia hamna tatizo. Account number tupigia tena simu, akatuambia account number imeharibi ina riba. Tukaambia mbona sisi account number ni ya Islamic? Sababu sisi hatufungue akaunti kama ofisi ya mufti haija tuombea benki itufungulie, na ndo taratibu. Kama ofisi ya mufti haijatupa barua ili kwenda benki kwenda kufungua akaunti, na kule ni benki ya Kiislamu. Kwa hiyo kama tumegibikwa akili zetu, kwa hiyo wakatuambia tutabidi tukutumeni watu hao ni wa benki. Kwa hiyo walipotutumia kumbe ni wale, lakini ndo hatukuwa tujui. Tukatuma, tukaja chuoni, tukaambiwa tutoe 65 ya kufungua account. Tunakuja hapa chuoni mimi na mwenzangu, katika account yetu ya chuo katika Kibugu na 70,000. 70 hiyo tukatoa 70, tukabakisha 5,000. Kwa hiyo tukatuma 65. Baada ya hapo tukaambiwa pesa zishaingizwa, kuna ushuru wa serikali. Nikatuma pesa zaidi yake, si chini ya laki 180 au na laki 190, kwa zote 280. Kwa hiyo kuja tanabahi au kuja kufikiria huku kuja kuwapigia simu ni matapeli ambao wale tutapeli. Sasa kiu yetu kubwa kwa Waislamu ni kuomba msaada. Kuna banda ambalo tuliliwahia zamani, ambalo kabla watu wa barabara kutuambia kwamba tutafute eneo, ni nyumba ile ile, bado mwenye nyumba anania ya kwamba atuuzie sisi watu wa chuo. Tutainunua vipi sisi watu wa chuo? Kwa misaada yenu Waislamu, na ndio tunaitegemea. Na unapotoa unaweka akhira yako na unaikuta kwa Allah, na ndio kiombezi chetu, ndio sadaka tijari ambayo yenye kuendelea. Kwa hiyo tunaomba msaada sana Waislamu wote wa Tanzania, nje ya Tanzania, kila tuguswa na klipu hii, tunaomba tusaidie kwa mujibu wa kwamba kuliendeleza kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na kitu kikubwa zaidi, jambo liko wazi na nyumba ipo na mwenye nyumba yupo, mnaweza mkamfuata ama tukawaonesha, mkafanya taratibu zote, ili mradi kwamba kufanikisha watoto wakatoka katika hali hii ya kuwa wamebanana sana katika banda moja. Dada wanafunzi 120. Jina langu ni Naifat Waziri.